Kwa majina naitwa Gideon Nshange, ni fundi sanifu mkuu kutoka wakala wa taasisi ya jiolojia na utafiti wa madini Tanzania. Sisi kazi yetu kubwa zaidi ya zingine ambazo zimeshatambulishwa hapo awali, tunafanya kazi za maabara, uchunguzi wa madini yatokanayo na miamba, udongo na mchanga. Kazi zetu kubwa ni kuhakikisha kwamba tunawasaidia wachimbaji kuweza kupata majibu yaliyo sahihi na kuweza kuwasaidia kupata uzalishaji bora wa kimadini. Pamoja na kufanya kazi hizi zote, vile katika maonyesho haya ya 8 ya teknolojia ya madini, tumeweza kuja na kifaa ambacho tunakitumia katika utembuzi wa madini ya dhahabu, kama hivi mnavyoweza kukiona, kinaitwa crucible. Hii ni kifaa ambacho tumeweza kukizalisha pale katika taasisi ya jiolojia na utafiti wa madini kwa ajili ya kusaidia wachimbaji wadogo kuweza kupata majibu yaliyo sahihi kwa upande wa dhahabu. Pia maabara yetu imeweza kuwa accredited kimataifa, kwa maana kwamba ina ithibati ya kimataifa. Majibu yetu yanatambulika duniani kote kwa ujumla katika taasisi zote ambazo zinaweza kuwa na uhitaji wa madini kutokana na utafiti wetu wa kimaabara. Kwa jina naitwa Octavian Minja, geofizikia mkuu katika taasisi ya utafiti wa madini GST. Hapa mbele tuna vifaa ambavyo GST imewasilisha kwenye maonyesho haya kwa ajili ya kuweza kuwasaidia wachimbaji wadogo kuchimba kwa uhakika zaidi kuliko ila kubahatisha. Katika vifaa hivi vinaweza kutusaidia sisi kuweza kuona mwamba na kina chake. Hapa kuna kifaa tunacho inject umeme chini ya ardhi, tuna vifaa vinavyofanya magnetic survey. Vyote hivi katika kurahisisha mchimbaji asibahatishe, yani achimbe exactly pale panapohitajika. Na hivi vitamsaidia sana kupunguza gharama kwa uhakika aweze kupata pale anapotarajia kuchimba, ajue anachimba nini, sio kwa kubahatisha. Na vifaa hivi ni vya kisasa sana, vipo kwa ajili ya wachimbaji wadogo wakubwa, na taasisi yetu imejizatiti katika kutekeleza hilo jukumu la kuweza kuhakikisha kwamba wachimbaji wadogo wananufaika na vifaa hivi vilivyo GST sasa hivi. Kwa majina naitwa Priscus Bernard, ni meneja mipango na masoko wa GST. Taasisi ya jiolojia na utafiti wa madini Tanzania ni taasisi ambayo iko chini ya Wizara ya Madini na ilianzishwa kama taasisi mwaka 2017 na Sheria ya Madini sura 123. Kabla ya kuanzishwa kama taasisi, hii taasisi ilikuwa inajulikana kama Wakala wa Jiolojia Tanzania, ambayo ilianzishwa 2005 mpaka 2017. Lakini kabla hapo tulikuwa ni idara, tulianzishwa mwaka 1925. Kwa ujumla, ndugu mwandishi, hii taasisi mwaka huu inafikisha miaka 100. Jukumu kubwa la hii taasisi ni kufanya tafiti za jiolojia kwa lengo la kubaini miamba na madini yanayopatikana katika nchi ya Tanzania, ikiwa na malengo la kuvutia uwekezaji katika sekta ya madini na sekta nyingine. Lakini pia jukumu jingine la taasisi hii ni kutoa huduma za maabara. Unavyozungumzia tafiti za jiolojia, ni lazima kuna kitu kinachosaidia hizo tafiti, ni maabara. Kwa kuna maabara kubwa pale GST ambayo ina ithibati, majibu yake yanatambulika kimataifa. Tunachukua sampuli mbalimbali za madini, tunazifanyia utafiti na kutoa majibu kwa wadau. Lakini pia jukumu lingine ambalo tunafanya kama taasisi ni kuratibu majanga asili ya jiolojia. Kama unavyofahamu, majanga asili ya jiolojia ni kama matetemeko ya ardhi, milipuko ya volkano, maporomoko ya udongo. Kama taasisi tuna jukumu la kuyafuatilia, kujua yanatokea wapi, ili mwisho wa siku tuweze kushauri jamii namna gani waishi na haya majanga, kwa sababu hamna namna ambavyo tunaweza tukasema tunakizuia au tunayakimbia. Sisi kama taasisi tunaona namna ya kuyafuatilia na kushauri namna ya kuishi nayo. Baada ya hilo jukumu, pia tuna jukumu la kutoa ushauri elekezi. Ndugu mwandishi, tunavyosema tunafanya tafiti za madini sio tu kwa serikali, lakini kuna watu wana viwanja vyao, wanatakiwa kupimiwa maeneo kujua je, pana madini gani. Kama taasisi tunalo jukumu. Katika maonyesho tumekuja kuwaonyesha sasa wananchi wa Geita na wanaotuzunguka vitu ambavyo tunavifanya kama taasisi, huduma ambazo tunazitoa ili mwisho wa siku waweze kuchimba kwa tija na kuchinjiwa madini yao kwa tija.